Wakati bado giza zito limetanda kuhusiana na Iwapi Polepole, lakini pia tukio zima la kupotea kwake na kina nani ambao wamehusika na tukio hilo. Kama tunavyojua, zimeshapita siku kadhaa toka kuripotiwa kwa kupotea ama kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Cuba akiwakilisha Tanzania pale nchini Cuba, Humphrey Polepole. Sasa leo kupitia kituo cha Azam, Mheshimiwa Gerson Msigwa, huyu ni msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweza kugusia ama kuongelea swala hilo baada ya kuulizwa na watangazaji. Na miongoni mwa vitu ambavyo yeye amelijibu kuhusiana na sakata zima la Humphrey Polepole, amesema polisi walikuwa wamemuita Polepole kwamba aripoti kituo cha polisi katika ofisi za upelelezi kwa ajili ya kujibu yale ambayo alikuwa anazungumza katika mitandao ya kijamii kuhusiana na serikali na mambo mazima yanayoendelea hapa nchini Tanzania. Hiyo ndo taarifa ambayo ipo na ambayo inajulikana kwamba ilikuwa imetolewa na polisi kuhusiana na Polepole. Lakini kuhusiana na tukio zima la Polepole kutekwa, lilipokuja kuripotiwa ama kusambaa sana katika mitandao ya kijamii, polisi walifika mpaka eneo la tukio, lakini pia na kuangalia na kuanza kulipeleleza. Kwa mpaka sasa hivi polisi bado wanapeleleza kuhusiana na yuko wapi Polepole na lakini ni kina nani ambao wamehusika na tukio hilo. Lakini pia Mheshimiwa Gerson Msigwa akaendelea kusema kwamba katika kipindi cha uchaguzi kuna mambo mengi sana ambao sometimes tunataka kuatem kama ni sinema, kwamba huenda akawa amejifanyia hilo tukio mwenyewe kujipoteza. Akatolea mfano kule Tabora kushawahi kutokea tukio kama hilo, mtu akaamua kujiteka mwenyewe hivyo. Kwa hiyo amesema kwamba inaweza ikawa ni kama sinema fulani hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Lakini pia mtangazaji alimuuliza vipi kuhusiana na tamko la serikali kulaani kitendo hiko cha kupotea, kwa sababu tunapomzungumzia Humphrey Polepole si kiongozi mdogo, ni kiongozi mkubwa ambaye amewakilisha Tanzania katika mataifa mbalimbali, nchini Malawi, lakini mara mwisho ni pale nchini Cuba. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye amedumu katika nafasi tofauti tofauti katika kuitumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo ni kiongozi mkubwa na mwenye nyadhifa kubwa sana hapa nchini. Lakini Mheshimiwa Gerson Msigwa akajibu ya kwamba serikali haijatoa tamko, lakini kupitia polisi tamko tayari limeshatoka. Umeona kwamba polisi pia wamelaani kitendo hiko kwamba sio kizuri. Kwa hivyo polisi imekuwa ni mbadala wa serikali. Sio lazima mpaka atokee msemaji ama serikali itoke mbele ndio iseme tukio hilo. Polisi yenyewe inatosha. Mimi nitakusogezea usikilize mazungumzo ambayo ameyafanya pale Azam leo kuhusiana na sakata zima la Iwapi Polepole ama tukio zima la kupotea, na mpaka sasa hivi giza bado limetanda kwamba hajulikani yuko wapi na nani ambao wamehusika na nini ambacho kipo nyuma ya hilo tukio. Jina langu ni Kashmir Chapo. Endelea kufuatilia Bongo 5 TV kujipatia zile updates zote za siasa, michezo, burudani, lakini zile zote ambazo zimetokea ndani ya mipaka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kufuatilia Bongo 5 pale YouTube, Instagram, Facebook, lakini pia na TikTok. Soon tutaanza kutoa taarifa zetu.